tena kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Serikali ya Marekani imetangaza kutoa msaada wa dola bilioni 2 za Kimarekani kwa Umoja wa Mataifa, msaada unaolenga kusaidia juhudi za kibinadamu katika maeneo mbalimbali duniani yanayokabiliwa na migogoro, njaa, majanga ya asili na vita. Tangazo hili limekuja katika kipindi ambacho mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yamekuwa yakikabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha, hali iliyosababisha kupungua kwa huduma muhimu kwa mamilioni ya watu duniani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Washington, msaada huo umeelekezwa kwenye taasisi mbalimbali za Umoja wa Mataifa zinazoshughulikia misaada ya dharura, wakimbizi, chakula, afya na ulinzi wa raia katika maeneo yenye migogoro mikubwa, hususani Afrika, Mashariki ya Kati na baadhi ya maeneo ya Asia. Serikali ya Marekani imesema msaada huo ni sehemu ya wajibu wake wa kimataifa katika kusaidia kulinda maisha ya binadamu na kudumisha utulivu wa dunia. Marekani imeendelea kuwa mmoja wa wafadhili wakubwa wa Umoja wa Mataifa kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, hatua hii imezua mjadala mpana wa kisiasa. Wapo wanaoona msaada huu kama juhudi za dhati za kibinadamu, lakini wapo wanaosema kuwa ni mkakati wa kisiasa unaolenga kuimarisha ushawishi wa Marekani katika taasisi za kimataifa na maeneo yenye migogoro. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema msaada wa kifedha kwa Umoja wa Mataifa hauishii tu kwenye kusaidia waathirika, bali pia huathiri maamuzi ya kisiasa, mahusiano ya kidiplomasia na mwenendo wa sera za kimataifa. Kwa upande wa Umoja wa Mataifa, msaada huu umeelezwa kuwa ni muhimu sana, hasa wakati ambapo mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka kuliko uwezo wa kifedha uliopo. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni moja. Je, msaada huu wa dola bilioni 2 utatosha kupunguza mateso ya mamilioni ya watu, au ni tone dogo tu katika bahari ya mahitaji makubwa ya kibinadamu duniani? Dunia inaendelea kuangalia kwa ukaribu, huku athari za msaada huu zikitarajiwa kuonekana katika miezi ijayo. Hii ni Vision TV na mimi ni Isaac Samuel.